Karibu msikilizaji wa Auba Swahili katika matangazo yetu ya jioni yanayokujia mubashara katika mitandao ya kijamii. Ukiwa YouTube, Instagram au Facebook, andika Auba Swahili. Tukiwa tumekuandalia ripoti, chambuzi za kina na mijadala, ungana nami katika safari hii ya dakika 30 tu tukiliangazia bara la Afrika. Utakuwa nami nahodha wako hodari Nesta Masangula mpaka pale tutakapofikia kilele cha matangazo haya. Miongoni mwa yale tutakayoangazia ni pamoja na vita tayari imeshaanzika. Naangalia kuna PS moja hivi alikuwa anaitwa kukuja kutoa accountability au mahesabu ya fedha kuziana na milioni karibu 500 na kitu. Maandalizi ya sherehe za kuapishwa kwa rais wa Uganda Yoweri Museveni muhula wa 7 yanaendelea nchini Uganda. Ni yako na ya tumbo. So tunataka kujua ni nini hiyo tunakunywa ama ni nini hiyo tunakula ndio inatuletea kansa. Kampuni kubwa ya kimataifa ya mafuta na gesi BP inakabiliwa na kesi mpya ya madai. Chuni mpaka darajani watu wanne mnalipa shilingi ngapi na gari nauli wanataka kuziongeza. Lakini pia tutaangazia kupanda kwa bei ya mafuta nchini Tanzania vile inavyoendelea kuzitesa sekta za usafirishaji. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello. Space, Chutsa Mugabi looking for the one chance, and yes! It's a goal! Kwa muktasari leo katika michezo, klabu ya Al Ahly ya Misri imetishia kujiondoa kushiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2026-27 endapo itafuzu ligi ya mabingwa barani Afrika. Na klabu ya Manchester United haina mpango wa kumrudisha Marcus Rashford kikosini msimu ujao baada ya mkopo wake wa muda mrefu na Barcelona kuisha. Timu hiyo iko tayari kumuuza mchezaji huyo kwa ujumla. Ungana nasi muda utakapowadia. Naitwa Samuel Male wa Auba Radio. Na hayo ni machache tu kati ya mengi tuliokuandalia. Zaidi usiache kutufuatilia hapa ndani ya Auba Swahili. Na sasa ni taarifa ya habari kutoka kwake Yahya Lisu akiwa studio. Kwanza ni habari kuu za ulimwengu, msomaji ni Yahya Lisu. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema bado kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha vita na Iran licha ya kuendelea kwa mvutano na mashambulizi mapya kuelekea katika eneo hilo. Kauli hiyo imekuja wakati United States ikiendelea kusubiri majibu rasmi kutoka Tehran kuhusu pendekezo lililotolewa kwa lengo la kumaliza vita katika ukanda huo. Hata hivyo, hali ya usalama imeendelea kuwa tete huku pande zinazohusika zikiendelea kurushiana lawama na kuimarisha tahadhari za kijeshi. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema juhudi za kidiplomasia bado zina nafasi muhimu katika kuzuia kuongezeka kwa mzozo huo. Hatimaye Moscow. Urusi na Ukraine zimeendelea kushutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku 2 yaliyotangazwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa ajili ya maadhimisho ya ushindi wa Umoja wa Kisovieti dhidi ya Ujerumani ya Kinazi katika vita kuu ya pili ya dunia. Putin alisema tarehe 8 na tarehe 9 Mei zitakuwa siku za usitishaji mapigano, lakini Ukraine ilisema hatua hiyo haina maana ikiwa vita vitaendelea baada ya maadhimisho hayo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imedai kuwa Ukraine imeendelea kufanya mashambulizi ya droni dhidi ya maeneo mbalimbali ya Urusi ikiwemo Moscow, Belgorod na Kursk. Serikali ya Moscow imeonya kuwa jaribio lolote la kuvuruga maadhimisho ya Mei 9 litajibiwa kwa mashambulizi makubwa dhidi ya Ukraine. Kwa upande wake, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema vikosi vya Urusi vimeendelea kurusha makombora usiku wa kuamkia leo, hali aliyosema inaonyesha kuwa Moscow yenyewe haiheshimu usitishaji wa vita iliyoutangaza. Abuja. Nigeria imesisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano wake na Afrika Kusini wakati kukiwa na mjadala kuhusu changamoto zinazowakabili wahamiaji nchini humo. Mwanadiplomasia wa Nigeria Femi Fani-Kayode amesema Afrika Kusini ni mshirika muhimu wa Nigeria kutokana na nguvu yake ya kiuchumi, mchango wake katika masuala ya kimataifa na maono yake ya pamoja ya bara la Afrika. Kauli hiyo inakuja kufuatia kuongezeka kwa maandamano yaliyolalamikia uwepo wa wahamiaji wasiokuwa na nyaraka halali nchini Afrika Kusini.
Kaimu kamishna mkuu wa Nigeria nchini humo Alexander Temitope Ajayi amesema ujumbe wa bunge kutoka taifa la Nigeria unatarajiwa kuwasili kwa mazungumzo na viongozi wa pamoja na wawakilishi wa umma kuhusu hali hiyo. Ajayi amesema mazungumzo hayo yanalenga kuimarisha ushirikiano na kutafuta suluhisho la kidiplomasia kwa changamoto zinazojitokeza. Na shirika la afya duniani WHO linafanya uchunguzi wa kina baada ya kuthibitisha kuwepo kwa aina adimu ya virusi vya Anders Hunter katika meli ya MV Handys. Virusi hivyo vinatajwa kuwa hatari na kuwa vina uwezo wa kuambukiza binadamu kupitia ukaribu na mgonjwa. Taarifa zinaeleza kuwa abiria 3 waliokuwa ndani ya meli hiyo ya kitalii iliyotoka Argentina wamefariki dunia kutokana na maambukizi hayo. Uchunguzi unaendelea kubaini chanzo na namna virusi hivyo vinavyosambaa ndani ya meli hiyo. WHO imesema kuwa kwa sasa hakuna hatari ya janga la kimataifa, lakini imeongeza ufuatiliaji wa maambukizi hayo duniani. Shirika hilo pia limesafirisha vifaa tiba 2500 kusaidia uchunguzi na ufuatiliaji wa mwenendo wa virusi hivyo katika mataifa mbalimbali. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Auba Swahili. Mimi ni Yahya Lisu. Baada ya taarifa ya habari, sasa tuangazie ripoti zetu tulizonazo, tukianzia nchini Uganda. Maandalizi ya sherehe za kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni muhula wa 7 yanaendelea vyema katika jiji la Kampala na vitongoji vyake, ikiwa mpaka sasa viongozi wa mataifa 7 ndio wamethibitisha kushiriki tarehe 12 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Hali ya ulinzi kuzunguka jiji la Kampala ni mkali, ukiongozwa na vikosi vya jeshi la UPDF na polisi, huku kikosi cha anga nacho kikifanya mazoezi kwa sherehe hizo, kama anavyotufahamisha mwandishi wetu Isaac Mumina. Hivyo ndivyo hali inavyoendelea katika jiji la Kampala, kikosi cha jeshi la anga la UPDF wakifanya mazoezi kujiandaa kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni muhula wa 7 wiki ijayo, siku ya Jumanne tarehe 12 Mei 2026. Sio vikosi vya anga pekee, bali hata vikosi vya usalama katika uwanja wa Uhuru wa Kololo wanaendelea na kujiandaa kwa gwaride la heshima kwa rais mteule. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda, ASP Rusoke Kituma, amefahamisha mkutano wa waandishi habari leo wamejipanga vyema kwa sherehe za wiki ijayo. In coordination with the sister security agencies, we have conducted extensive threat assessments and operating. Kwa kuungana na vikosi dada vya usalama, tumefanya matayarisho ya kutosha kwa usalama wa hali ya juu kwa vikosi vyetu vya kupambana na ugaidi SFC na vitengo vya ujasusi. Watapelekwa sehemu mbalimbali ya jiji la Kampala pamoja na sehemu muhimu kuzunguka jiji la Kampala na vitongoji vyake. Natoa wito kwa wananchi wakiona ulinzi mkali wasiogope wala kuwa na shaka. We appeal to people that when you see a bit of heightened deployment, there should not be any cause of alarm. Mamlaka ya uangalizi wa viwanja nchini Uganda wamefahamisha mkutano wa waandishi habari leo kuwa wapo tayari kuwasafirisha wageni wote wanaokuja katika sherehe za kuapishwa Rais Yoweri Museveni. Mkurugenzi wa mamlaka hiyo Fred Bamwesige amefahamisha waandishi habari kuwa wapo tayari uwanja wa kimataifa wa Entebbe kuwapokea wageni wote, kuwasafirisha hadi uwanja wa Kololo zitakapofanyika sherehe hizo. Kwa mujibu wa ikulu ya Rais Museveni, tayari viongozi wa mataifa 7 wamethibitisha kushiriki, akiwemo Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ambaye pia ni Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Wengine ni Rais wa Somalia Sarawati, Togo na wengine ambao wanatarajiwa kuthibitisha kabla ya wiki ijayo. Rais Museveni aliingia madarakani mnamo mwaka 1986 hadi sasa baada ya bunge kuondoa ukomo wa muhula wa rais, na katika muhula unaomalizika alilenga kupambana na ufisadi, kuita muhula huo kisanja hakuna mchezo, yaani muhula huo hakuna mchezo dhidi ya mafisadi. Nimemuuliza mchambuzi wa siasa Jerome Oporoti, mapambano ya Rais Museveni ya ufisadi yamefanikiwa? Naangalia kuna neno ambayo imetendeka. Tumeona mara mingi maminista ambao walikuja wakaiba mabati, Karamoja Affairs, minister moja mdogo alikuja akachukuliwa jela. Sasa hii inakuonesha kwamba
kuna kitu kidogo ambayo imeshafanyikiwa. Alafu kuna matokezeo ambayo imekuja na IGG mpya huyo. Vita tayari imeshaanzika. Naangalia kuna PS moja hivi alikuwa anaitwa kukuja kutoa accountability au mahesabu ya fedha kuziana na milioni karibu 500 na kitu, ambayo alikuja akafanya nini akapoteza. So hata kama haijafanyikiwa 100%, lakini naweza kuzungumza kwamba kuna kitu kidogo ambao inaendelea sasa hivi. Baada ya kuapisha wiki ijayo tarehe 12, wabunge wateuliwa na wao wataapishwa kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15, na baadaye Rais Museveni kuchagua baraza lake jipya la mawaziri. Mimi ni Isaac Mumena wa idhaa ya Kiswahili Auba Radio. Shukran Isaac Mumena kutokea maeneo ya Kampala pale nchini Uganda kwa taarifa hiyo. Kampuni kubwa ya kimataifa ya mafuta na gesi BP inakabiliwa na kesi mpya ya madai nchini Kenya kuhusu kile kinachodaiwa kuwa uchafuzi wa mazingira uliodumu kwa miongo kadhaa na kuathiri vyanzo vya maji katika maeneo ya kaskazini mwa nchi. Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi ametuandalia taarifa hiyo akiwa mjini Mombasa. Kesi hiyo iliyowasilishwa na walalamikaji takriban 299 katika mahakama ya ardhi na mazingira ya Isiolo mwezi Februari inaibua maswali mapana kuhusu uwajibikaji wa kampuni za kimataifa za mafuta barani Afrika na athari za muda mrefu wa shughuli za uchimbaji kwa jamii na wenyeji. Mamlaka inadai kuwa kampuni hiyo ilihusika katika utupaji taka usio salama zinazotokana na shughuli za uchimbaji mafuta katika baadhi ya maeneo ya kaskazini mwa Kenya, hali ambayo inadaiwa kusababisha kemikali hatari kuingia kwenye maji ardhini. Kwa mujibu wa kesi hiyo, uchafuzi huo uliathiri mamia ya wakaazi pamoja na mifugo, huku baadhi ya watu wakidaiwa kuugua magonjwa yanayohusishwa na maji machafu, ugonjwa wa saratani ya koo na tumbo, na wengine wakiaga dunia. Baadhi ya wakazi hao wamesema uoga imetuingia, tunaogopa wanyama wetu kuisha, tunaogopa binadamu kuisha, kwa sababu chumvi ya huko tunaitumia, maji ya huko tunaitumia na wanyama wetu na binadamu wetu, na kwa hivyo sasa uoga moja ni hiyo, desturi yetu imeenda. Watu wamehama kwa sababu hakukaliki. Mifugo imeadhirika, watu wameadhirika, na tumepiga makelele mingi na hatujawahi kupata usaidizi yoyote. Leo ni siku ya furaha sana. Hata kama tutakosa usaidizi, at least dunia imejua ya kwamba kuna shida ambayo imepatikana mahali fulani. Tangu hawa watu wakuje kutafuta hiyo mafuta, hatujawahi kuona kitu ambayo tumewahi kushuhudia hapo nyuma. Miaka kama sasa 10 na kitu, cases za ugonjwa wa kansa umeendea katika hiyo area. Hatujui kama ni kwa sababu ya hiyo kitu ambayo imewekwa pale. Hawa watu unawaona hapa, familia unawaona hapa, Rendile na Gabra wale wako hapa. Hakuna mtu hajapoteza mpendo wao, aidha moja ama wawili au watatu. Kuna family wamepoteza ambayo tunaweza kupeana hata jina zaidi ya watu 5 kwa family moja. Kuna area watu wamehama kwa sababu hakukaliki. Mifugo imeadhirika, watu wameadhirika, na tumepiga makelele mingi na hatujawahi kupata usaidizi yoyote. Leo ni siku ya furaha sana. Hata kama tutakosa usaidizi, at least dunia imejua ya kwamba kuna shida ambaye imepatikana mahali fulani. Asunta Garigitele ni muuguzi katika eneo hilo. Tunataka kujua ni kwa nini watu wetu wanakufa, kwa sababu tunajua kuna kansa kila mahali, lakini yetu ni ya koo. Ni ya koo na ya tumbo. So tunataka kujua ni nini hiyo tunakunywa ama ni nini hiyo tunakula ndio inatuletea kansa. Na wale watu ambao wamekuja kushimbua mafuta hapo, kuna kitu kama chumvi wameacha. Na tunahofia ya kwamba ni hiyo chumvi ambayo haijawekwa vizuri ndio inalete kansa. The big company that has billionaires. Iwapo kesi hiyo itaendelea hadi kusikizwa kikamilifu, inaweza kuweka mfano muhimu wa kisheria kuhusu haki za jamii zinazoathiriwa na uchafuzi wa mazingira unaohusishwa na sekta ya mafuta na gesi duniani. Diana Wanyonyi, Auba Kiswahili, Mombasa, Kenya.
Na tukikamata ripoti nyingine, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo imeitaka serikali ya Tunisia kusitisha kile kinachoelezwa kuwa ni ukandamizaji dhidi ya asasi za kiraia na vyombo vya habari, huku ikionya kuwa hatua hizo zinahatarisha haki za kimsingi na zinazolindwa na katiba ya nchi hiyo. Aisha Hayaishi na undani wa taarifa hii. Wito huo umetolewa na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk baada ya mamlaka ya nchini Tunisia ndani ya juma hili kupiga marufuku kwa muda tawi la ndani la mashirika yasiyo ya kiserikali ya kimataifa kama Avocats Sans Frontières pamoja na kundi mojawapo linaloongoza Ligi ya Haki za Binadamu ya Tunisia, ambapo amelikosoa taifa hilo kwa kile alichodai ni kuendelea kukandamiza asasi za kiraia, watetezi wa haki za binadamu, watu mashuhuri wa upinzani na vyombo vya habari, akisema hali hiyo inadhoofisha uhuru wa haki za wananchi wa taifa hilo. Katika taarifa yake, Turk amedai kwamba ukandamizaji huo ni vikwazo dhidi ya nafasi za kiraia na mamlaka ya Tunisia na kwamba haki za watu zinazolindwa chini ya katiba ya nchi hiyo pamoja na majukumu ya kimataifa ya haki za binadamu vinazidi kudhoofishwa. Kulingana na ripoti kutoka ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, takriban waandishi wa habari 28 wamekamatwa mwaka jana pamoja na kuhukumiwa vifungo mbalimbali gerezani kulingana na mwenendo unaohusiana na shughuli zao za kitaaluma, ambapo mwezi uliopita mwandishi wa habari wa Tunisia Zied El Heni amekamatwa kufuatia kukosoa maamuzi ya mahakama na majaji waliohusika dhidi ya wenzake wengine wa vyombo vya habari. Kufuatia hilo, Auba Swahili imefanya mazungumzo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Chief Yemba, kwa kwanza kumuuliza, je, ukosoaji wa kimataifa unaweza kuleta mabadiliko katika sera za Tunisia? Kwanza, sera za taifa la Tunisia na mataifa kama Tunisia ni sera ambazo zinaendana na utawala kama wa kifalme. Nchi nyingi ambazo zinaenda kwenye misingi ya Kiarabu, pamoja na kwamba ni Waafrika wale, lakini wanajinasibisha na Uarabu, wanakwenda kwenye usultani zaidi kuliko kwenye demokrasia. Na ikishakuwa usultani zaidi kuliko demokrasia, hivi vitu vya haki za binadamu vinakuwa ni tatizo kubwa. Na ni namna gani ambao Umoja wa Mataifa kitengo cha haki za binadamu kinaitazama Tunisia? Kwani sheria za kimataifa zinasemaje kuhusu haki za wanahabari na vyombo vya habari kwa ujumla? Kwanza, miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa viwe stabilize. Sheria inataka kuwa ina stabilize ya wanahabari. Nikisema stabilize, wapate kinga madhubuti, wapate ofa maalum, wapate utambuzi wa kisheria. Utambuzi wa kisheria ni pamoja na kwamba wawe na uwezo wa ku-identify kwamba hawa ni waandishi wa habari, na wao hawawezi kwenda kukiuka sheria. Wakikiuka sheria wachukuliwe kama waandishi wa habari. Nikupe mfano, kwa Tanzania. Naweza kutoa mfano. Kwa mfano, mkuu wa mkoa amefanya kosa la jinai, RPC hawezi kumkamata, IGP hawezi kumkamata mpaka mamlaka yake ya uteuzi imvue. Ni upi sasa mustakabali wa uhuru wa vyombo vya habari barani Afrika, au mustakabali wa vyombo vya habari Afrika unaelekea wapi? Afrika tunapata tabu ya uhuru wa vyombo vya habari kwa sababu viongozi wengi wa Afrika tunawaita mangimeza. Yaani viongozi wengi wa Afrika, walio wengi, si wote, lakini walio wengi wa Afrika ni rabate, wamewekwa. Kwa sababu wanaotakiwa kupiga kelele kama hivyo ni Tunisia. Inawezekana korido yake ya mabwana zake hawakuwa vizuri na Umoja wa Mataifa, basi kitengo cha Umoja wa Mataifa cha haki za binadamu kinatoka hadharani fulani, kwa sababu korido ya mabwana zake pengine wamekosana. Lakini vinginevyo sijasikia mtu yoyote anafungua mdomo kusema Tunisia waandishi wa habari wanapata tabu, kwa sababu korido ya mabwana kutoka huko juu ikiwa imeunga mkono na viongozi na wanahabari na hata hizo habari, watu wanakaa kimya. Hata hivyo, Volker Turk amezitaka mamlaka za nchini Tunisia kuachilia huru mara moja na bila masharti yoyote wale wote waliofungwa kwa kutoa maoni yao, pamoja na kuondoa vikwazo dhidi ya uhuru wa kujieleza ili kufikia lengo halali lisilobagua. Mimi ni Aisha Hayaishi wa Auba Swahili. Shukran Aisha kwa ripoti hiyo. Na sasa tuelekee nchini Tanzania.
Kupanda kwa bei ya mafuta nchini Tanzania kumeendelea kutikisa sekta ya usafirishaji, huku si abiria pekee wanaolalamikia ongezeko la nauli, bali pia waendesha bodaboda na bajaji wakidai kuwa hali hiyo imepunguza kipato chao kutokana na gharama kubwa za uendeshaji zinazozidi kuwaumiza kila siku. Mengi zaidi tuungane na mwanahabari wetu Amrat Haj akiripoti kutoka Zanzibar. Baadhi ya wananchi wakiwemo wasafiri wa bodaboda, bajaji na boti wamesema kupanda kwa nauli kumeongeza ugumu wa maisha yao ya kila siku, huku wakilazimika kutumia fedha zaidi au kupunguza safari zisizo za lazima. Kweli usafiri wote shida, ni mpaka tunakereka. Yaani gari unakuta unapanda gari kwa watu 4, mfano angalia wewe mnatoka Chuini mpaka darajani watu 4 mnalipa shilingi ngapi, na gari nauli wanataka kuziongeza. Gharama zimekuwa kubwa, uendeshaji wa maisha umekuwa ni mgumu. Kiasi cha pesa unachokipata kinakuwa kigumu hasa kukizi hata mahitaji yenyewe. Kwa siku mtu unaweza kaingiza shilingi 10,000. Hiyo 10,000 utumie nauli. Hiyo 10,000 utumie mahitaji yako. Utamkuta mtu anasafiri kwenye boti 40,000, hiyo kwenda na kurudi, hajapiga hesabu, hajala hapo, anaenda labda mikoani huko, 40,000 nyingi. Kwa upande wao, baadhi ya waendesha bodaboda na majaji wamesema kupanda kwa bei ya mafuta kumeshusha kiwango cha biashara, kwani wateja wengi hawataki kuongezewa nauli licha ya gharama za mafuta kuendelea kupanda. Abiria wanakimbia zile bei sababu kwanza zinapokuwa bei zetu za kawaida zile za mabodaboda, tofauti na kipindi ambacho mafuta hayakupanda. Abiria ukimwambia tuseme ruti ya 5,000, unamwambia 6,000, haondoki, basi nipunguzie kidogo, umeona, basi nitakupeleka 5,000, anakaa mnakwenda unapeleka ruti yake. Lakini sasa hivi ukimwambia ruti 6,000, ukimwambia 6,000, yani hata kupatana, huyo anakimbia manake. Sasa hivi mafuta alivyopanda na kuhangaika huku, maana abiria hawapandi sasa hivi, bodaboda wana hiari watembee, shinifahamu, na tumezoea kutakia hapa. Kiufupi mpaka unamaliza ukipata pesa ya chojio, shukuru sana. Akizungumzia swala hilo, mkurugenzi mkuu wa ZMA Mtumwa Saidi Sadal amesema sababu za kupanda kwa bei hizo ni kuongezeka kwa bei ya mafuta pamoja na gharama za uingizaji wa vipuri kutoka nje ya nchi, hali iliyochangia kupanda kwa gharama za uendeshaji katika sekta ya usafiri. Tumeamua au tumeidhinisha bei mpya za bei za tiketi kufuatia na sababu kubwa ya ongezeko la bei ya mafuta. Kama tulivyoona bei za mafuta zilizotangazwa na wenzetu wa Zura pamoja na Tanzania Bara, na vyombo hivi vinaendea mafuta, kwa hiyo navyo havina budi, tumeona tuwafikirie kubadilisha nao tiketi. Walileta maombi, mchakato ulikuwa kama ifuatavyo. Walileta maombi, bei waloleta ya kuongeza ni kubwa zaidi ikilinganishwa hiyo ambayo tumeidhinisha, lakini serikali kwa kuangalia hali za wananchi wake tumefanya majadiliano ya muda mrefu na wenye vyombo, na tunawashukuru kwa kutukubalia kuongeza angalau hicho ambacho tumekiongeza. Bei zilizoidhinishwa ni kama zifuatazo. Kwa speedboat ilikuwa 35,000 nauli yake, kwa sasa tumeongeza kwa kuanzia shilingi 5,000, lakini pia tutaangalia na hali ya mafuta na bei za mafuta itakapokwenda, lakini kwa sasa tumetoa bei ya shilingi 40,000. Hiyo ndio ambayo kwa mtu mzima, lakini na mtoto kwa mujibu wa taratibu na kanuni zetu zinataka mtoto anaanzia miaka 5 hadi miaka 11 akatiwe tiketi kwa bei nusu tiketi. Mamlaka za usafiri na mafuta bado hazijatoa ufafanuzi wa kina kuhusu changamoto hizo, huku zikisisitiza kuwa swala hilo linaendelea kufanyiwa tathmini kwa hatua zaidi. Amrat Haji, Idhaa ya Kiswahili, Auba kutoka Zanzibar. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello. Space. Chutsa Mugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Na baada ya ripoti hiyo, msikilizaji, tuungane na ndugu yetu Samuel Male akiwa viwanjani kwa habari za kimichezo.
Samuel, usukani ni wako sasa, tupate kuyafahamu yale yaliyojiri viwanjani. Tuanze kuangazia taarifa zetu leo viwanjani, tukianzia huko nchini Kenya kwa kutazama ligi kuu ya nchi hiyo, ambapo mwanamichezo wetu Michael Were Mkusia ana taarifa zaidi. Naam, wikendi hii katika ligi kuu ya soka nchini Kenya, jumla ya michezo 9 zimeratibiwa kusakatwa katika viwanja mbalimbali. Katika uwanja wa Estadio Ligusi mjini Kisii, mwenyeji Shabana FC Torebobe watakuwa mwenyeji wa Mafande Ulinzi Stars katika uwanja huo, huku mabingwa zamani mwaka 1998 AFC Leopards akiwa mwenyeji wa Katamua kwa maana Mara Sugar katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Siku ya Jumapili, mabingwa zamani mwaka 2008 Mathare United almaarufu vijana mabanda atakuwa mwenyeji wa Limbukeni Maafande APS Bomet katika uwanja wa Annex Kasarani jijini Nairobi, huku Limbukeni mwingine kwa maana Nairobi United akiwa mgeni wa Kariobangi Sharks. Ngoma itakayotitigwa katika uwanja wa Police Sacco jijini Nairobi. Murang'a Seal katika uwanja wa nyumbani wa SportPesa Arena atamwalika Kakamega Homeboys, huku Bidco United inaosuasua na kupambana kuepuka shoka la kushuka daraja ikiwa mgeni wa Tusker FC katika uwanja wa Nguru maeneo ya Mwea. Bandari FC weekend iliyopita imekwenda sare ya 1-1 dhidi ya Posta Rangers, atakuwa mgeni wa wanabenki KCB iliyopoteza 1-0 dhidi ya APS Bomet, na ngoma itaotitigwa katika uwanja wa Kasarani Annex. Nao mabingwa Kenya Police wakiwa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo dhidi ya mabingwa zamani na hata hivyo inara wa ligi kuu taifa kwa maana Gor Mahia. Posta Rangers watasambaza barua kwa furusha kabisa Sofapaka FC katika ligi kuu taifa nchini Kenya, ngoma itakayochezwa katika uwanja wa Kasarani Annex jijini Nairobi. Siku ya Jumatano, Mara Sugar atakuwa mwenyeji wa Shabana FC, nao Ulinzi Stars wakititiga dhidi ya AFC Leopards katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex jijini Nairobi. Tukikwea pipa na kuelekea kule nchini England, hapo kesho katika uwanja wa Anfield Liverpool Majogoo watakuwa mwenyeji wa Chelsea, huku Brighton akititiga dhidi ya Wolverhampton Wanderers ambayo imekwisha shuka ngazi. Sunderland atakuwa mwenyeji wa mashetani wekundu Manchester United, nayo Fulham ikimkabili Bournemouth katika uwanja wa nyumbani. Manchester City katika uwanja wa Etihad atatitiga dhidi ya Brentford. Siku ya Jumapili, Burnley atakuwa mwenyeji wa Aston Villa. Crystal Palace acheze dhidi ya The Toffees kwa maana Everton FC, nao Nottingham Forest wakichuana dhidi ya Newcastle United. Wagonga nyundo West Ham watakuwa mwenyeji wa vinara wa ligi hiyo kwa maana Arsenal, ikiwa imesalia takriban michezo miwili pekee kabla ya ligi kufikia tamati. Nikiripotia meza ya michezo Auba Swahili Radio, jina langu ni Michael Were Mukhusi. Timu ya Al Hilal Omdurman ya Sudan inacheza ligi ya Rwanda imeonyesha ubora mkubwa wa soka baada ya kuichapa APR FC mabao 4-0 katika mchezo wa ligi kuu ya BK ukichezwa kwenye uwanja wa Kigali Pele Stadium jana, na kuendelea kuongoza msimamo wa ligi ya soka nchini Rwanda. Mengi zaidi na Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda. Mabingwa hao kutoka Sudani walifunga mabao 2 katika kila kipindi na sasa wanahitaji ushindi katika mchezo mmoja pekee ili kutoa ubingwa wa ligi kuu katika msimu wao wa kwanza kushiriki ligi kuu ya Rwanda. Mshambuliaji El Haji Madiki Kane alifungia Al Hilali bao la kwanza katika dakika ya 12 kwa mkwaju wa faulo uliotokana na beki Gilbert Byiringiro kumchezea vibaya Jean-Claude Girumugisha. Al Hilal waliongeza bao la pili dakika ya 33 baada ya beki wa APR Abduri Shimwe kujifunga wakati akijaribu kuokoa mpira uliokuwa ukielekea langoni mwao. Kipindi cha pili Al Hilal waliendelea kutawala mchezo huku Abdelazek Yagub akiandika bao la 3 dakika ya 67 baada ya Shimwe kupoteza mpira ndani ya eneo la hatari. Bao la 4 liliingia katika kipindi hicho cha pili cha mchezo. Baada ya mechi hiyo, mashabiki wa APR walionyesha hasira na huzuni kutokana na timu yao kufungwa. Hakika mtu anayehusika na usajili wa wachezaji wa APR FC anastahili kufungwa maisha jela, kwa sababu
Hali hii ni fedheha kubwa. Nimefurahia kwa sababu imetuonyesha kiwango chao halisi. Badala ya kujidanganya kwamba tuna timu kubwa, ukweli ni kwamba tuna timu ya kawaida sana. Suluhisho bora ni kufanya mabadiliko makubwa ndani ya timu. Miongoni mwa wachezaji wanaostahili kubaki ni Dauda, Mamadu, Claude na Kagege pekee. Kocha pia anatakiwa kufukuzwa na nafasi yake apewe Seninga. Kocha mkuu wa APR Abderrahim Taleb alizungumza na waandishi wa habari baada ya mchezo huo na kusema kuwa hakuwa na baadhi ya wachezaji wake muhimu katika mechi hiyo. Kiungo ndio moyo wa timu. Unapomkosa Bosco, unamkosa Laurent, unamkosa mshambuliaji Tobio, unamkosa pia Clement katika safu ya ulinzi. Akiwa na uzoefu wake, basi timu inaathirika sana. Kama mlivyoona, mabao 3 au 4 tuliyofungwa yalitokana na zawadi tuliyowapatia wapinzani. Hayakuwa mabao yaliyotokana na mpangilio mzuri wa mashambuliaji yao. Hapana, ni makosa tuliyoyafanya sisi wenyewe, na hili linapaswa kuwa somo kwa wachezaji. Ushindi huo unaifanya Al Hilali kuendelea kuongoza msimamo wa ligi kuu kwa pointi 67 baada ya kucheza mechi 30, huku APR wakishuka hadi nafasi ya 3 wakiwa na pointi 56. Wakati huo huo, Al Merreikh ya Sudani imepanda hadi nafasi ya 2 kwa pointi 58 baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Etincelle FC katika mchezo mwingine uliochezwa kwenye uwanja wa Kigali Pele. Hata hivyo, licha ya Al Hilali kuwa katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa wa ligi kuu, klabu hiyo haitoruhusiwa kuiwakilisha Rwanda katika mashindano ya klabu bingwa Afrika kutokana na kuwa klabu ya kigeni. Hivyo basi, timu ya Rwanda itakayomaliza juu zaidi kwa msimamo ndio itakayopata nafasi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Christopher Karenzi, Auba Swahili, Kigali. Na sasa tuangazie ligi kuu nchini Misri. Klabu ya Al Ahly imeingia kwenye vichwa vya habari kufuatia ripoti kuwa huenda ikajiondoa kushiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2026-27. Uongozi wa Al Ahly utachukua uamuzi huo ikiwa watamaliza ligi ya Misri katika nafasi ya 3 ifikapo Mei 20. Hatua hiyo inaashiria msisitizo wa klabu hiyo kutaka kushiriki michuano yenye hadhi ya juu zaidi barani Afrika. Al Ahly imeweka wazi utayari wake wa kushiriki katika michuano ya African Football League ikiwa shirikisho la soka barani Afrika CAF litaanzisha tena msimu mwingine. Taarifa zinasema klabu hiyo inatazama zaidi fursa za kibiashara na ushindani wa kimataifa wenye tija kubwa zaidi, huku ikisubiri hatima ya nafasi yao kwenye msimamo wa ligi kuu mwezi huu. Klabu ya Manchester United haina mpango wa kumrudisha Marcus Rashford kikosini msimu ujao baada ya mkopo wake na Barcelona kuisha. Iko tayari kumuuza kwa ujumla. Ingawa Rashford anatamani kubaki Barcelona, klabu hiyo inasuasua kulipa paundi milioni 26, jambo linaloweza kuifungulia milango PSG au Arsenal kuingilia kati dili hilo. Licha ya Rashford kuipongeza Manchester United kufuzu ligi ya mabingwa barani Ulaya, mustakabali wake bado uko nje ya Old Trafford kabla ya mkataba wake kuisha mwaka 2028. Kutoka viwanjani leo sina la ziada. Naitwa Samuel Male wa Auba Radio. Shukrani Samuel Male kwa habari za kimichezo. Kwa kutamatisha, tutazame habari kuu tulizonazo hii leo. Vita tayari imeshaanzika. Naangalia kuna PS moja hivi alikuwa anaitwa kukuja kutoa accountability au mahesabu ya fedha kuziana na milioni karibu 500 na kitu. Maandalizi ya sherehe za kuapishwa kwa rais wa Uganda Yoweri Museveni kwa muhula wa 7 yanaendelea nchini humo. Ni yako na ya tumbo. So tunataka kujua ni nini hiyo tunakunywa ama ni nini hiyo tunakula ndio inatuletea kansa. Kampuni kubwa ya kimataifa ya mafuta na gesi BP inakabiliwa na kesi mpya ya madai. Chuini mpaka darajani watu 4 mnalipa shilingi ngapi na gari nauli wanataka kuziongeza. Kupanda kwa bei ya mafuta nchini Tanzania kumeendelea kutikisa sekta ya usafirishaji. Na kufikia hapo, msikilizaji, natia nukta katika matangazo yetu ya jioni hii leo. Kumbuka ulikuwa nasi Auba Swahili kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na pale YouTube. Tunapatikana kila siku kwa habari, uchambuzi na mijadala ya kina. Usiache kuendelea kutufuatilia. Mpaka wakati mwingine tena, kwa niaba ya wote uliowasikia, nite Nesta Masangula.